Karibu katika kipindi Kurunzi Mtaani. Hiki ni kituo kimoja kati ya vituo ambavyo vinauza mafuta aina ya super na diesel hapa katika soko la Keumbu, eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii. Hii leo nimetembea moja kwa moja ili kusikiza maoni ya wananchi pamoja na wanabiashara wa soko hili kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta hapa nchini. Karibu tuandamane moja kwa moja hadi tamati. Mimi ni presenter Enoch Gichana. Wakizungumza katika soko hili walikuwa na haya ya kusema. Sisi kila ambacho tuko nacho kwa jioni ya leo ni kuhusu bei ya mafuta. Mafuta ikiongezeka ulimwengu, haswa Kenya, mwenye anaumia ni mwananchi wa kawaida. Sababu mwananchi wa kawaida anategemea kila kitu ni mafuta. Akienda dukani kama mafuta iko juu, chochote ananunua, hata kiberiti. Mafuta inafanya kiberiti inaongeza bei. Mwananchi wa kawaida ukimsaidia usiongeze bei ya mafuta. Rais alisema ameweka pesa inaitwa subsidy ambayo itafanya mafuta irudi chini. Ilisemekana mafuta imerudi chini. Bado mafuta haijarudi chini. Sababu maisha imekuwa ghali sana kwa mwananchi wa kawaida. Rais akiingia uongozini alisema mtu wa kawaida atatolewa chini aletwe juu. Sasa tumekuta ya kwamba mtu wa chini badala ya kutolewa chini anatolewa chini akirudi chini kabisa kwa sababu ya bei ya mafuta. Kitu ambayo tunalilia kama Mkenya wa kawaida, mafuta imeongezeka zaidi. Na kuongezeka kwa mafuta ni chambo kuu, ndio lengo kuu ambalo limetufanya tuongee kwa maredio na ma-TV. Wabunge wetu, ma-MC wetu, maseneta wetu tuliwachagua tupiganie. Sasa ndio tunataka tujue ya kwamba kuchaguliwa kwenu kuna maana kwetu. Mafuta yakiongezeka yanaumiza Mkenya wa kawaida. Kwanza wale wengine ambao ni wakubwa hawaoni shida mafuta yakiongezeka. Lakini chumvi, kiberiti, sabuni, unga, mafuta ikiongezeka ndio tunatumia sana wananchi wa kawaida ambao hatuna job. Nikiongezea kwa upande mwingine, mimi kama Boaz ni mfanya biashara, hata mimi nimeumizwa. Sasa hivi vile tunazungumza, ile mzigo nilikuwa nabebewa na shilingi 100, nimeambiwa ni 250. Sasa ninaumia. Hata kazi sasa imeanza kuwa ngumu kwa sababu wateja ukiwaambia kitu imeongeza bei, transport ya mafuta imeongeza, wanaanza kulalamika. Sasa upande wote watu tumeanza kuumia. President, mimi ningekuomba kwa unyenyekevu sana, kwa sababu tunakupenda kama kiongozi ambao tulichagua, na viongozi wengine kama maseneta, magavana waingilie katikati, hata ma-MP waingilie katikati. Viongozi wetu ambao tulichagua, muangalie mafuta, mreduce price ikuje chini, ikuwe kawaida, msiunyanyase mwananchi wa chini. Kama sasa tukiangalia shule zinaenda kufunguliwa, kama wazazi tumeanza kuhangaika, tunashindwa tuanzie wapi. Transport imeongeza, kila kitu imeongeza. Sasa tumeanza kuumia, wengine hawana kitu, wanalia njaa. Sasa Mr. President, mimi nasema uangalie hiyo, usongeze tena chini. Chana ulisongeza, ulitoa kidogo, lakini sasa bado tunaumia. Na kuna wengine wanaongeza vitu kiholela. Unapata kitu ni 700, wanaenda kuuza 1500 kwa sababu mafuta imeongezwa. Sisi tungeomba kwa unyenyekevu, Mr. President, uangalie hilo jambo. Vile tunaendelea hivi sasa, ndio nimesema ila hisi angalie sana, atusaidie vile inaweza kuwa ili mafuta irudi chini. Hii ndio sasa inaweza pepea kitu chochote kila mahali tunaweza tokea. Asante sana vile nimefika hapa, tunaendelea
kuangalia vile hiyo rais ataweza kuteremsha hiyo mafuta ama namna gani. Na je, wewe kama mwanabiashara wa soko hili la Keumbu, ungeambia rais nini? Namwambia hivi, hii mafuta sasa tumeshangaa sasa kwa sababu sisi ni wenye vita, sasa tunaenda kuleta hata vitu tunakuja kuuza hapa Keumbu. Sasa tutafanya namna gani? Atafute mbinu chochote ili mafuta irudi chini vile ilikuwa, alafu hata zingine hata rudi zaidi, hata kwa hao wengine tu, alafu na sisi kwenye hao ya chini tu ndio tufikie mahali tunaweza kufanyia biashara. Alafu hiyo mafuta ndio kila kitu. Na tena ndio tegemeo yetu, tunaendelea kutafuta mbinu yenye anaweza kutisa hiyo mafuta chini zaidi. Ni mwanaboni ama rider. Mafuta imeenda juu sana, imeshuka 9 na mafuta imeenda juu sana. Na sisi kama customer wamekataa kupandisha bei, wamekataa. Kwa majina yangu naitwa Moses Molema kutoka Taraja. Mimi ni Mnyaribari, naishi hapa mji wa Keumbu. Nilikuwa naongelea juu ya mafuta kwa sababu imeongezeka sana. Ningeomba serikali iweze kurudisha hii mafuta chini kwa sababu biashara imesimama zaidi, hata hatuna kazi kabisa. Sisi kama mimi kwa biashara hapa Keumbu hazina kazi. Naomba tu iweze kurudisha hii serikali yetu ya Ruto, Rais Bwana Ruto aweze kurudisha hii uchumi yetu chini ya mafuta. Imeongezeka zaidi. Na kwa hayo majaji nimeongea na sina mengi. Nimeshukuru sana. Ungeambia nini Rais William Ruto? Ningemwambia mali yako saa hii aweze kusikia hii ombi letu. Mheshimiwa Ruto, nilikuwa nakuuliza. Mimi naitwa Gen Z na ninatoka mji wa Keumbu. Ninafanya biashara ya matatu upande wa katika kiwanja ya taksi. Niko na swali moja. Mafuta imeshift, imeenda juu sana. Uliingia uongozini mafuta ikiwa shilingi 146. Lakini kufika saa hii umeongeza bei, imeshift, imeenda mpaka shilingi 206. Mheshimiwa, uko na mbongo gani na mama mboga? Uko na mbongo gani na mtu wa kawaida, mtu wa pikipiki, mtu wa jua kali kama mimi? Niko na familia janga na wenzetu ambao wananitazama. Uko na mpangilio gani na sisi? Maana ulisema ya kwamba tutaungana na mama mboga, tutaungana na mtu wa pikipiki, tutaungana na watu wa matatu, watu wa tabaka la chini, ili tufanye hii kazi pamoja. Lakini kulingana na hali ilivyo na uchumi vile imeshoot, imeenda juu, naona kama hatuna maisha ya kesho, hatuna vile tutaishi kesho. Nilikuwa nakuuliza swali moja, Mheshimiwa Ruto, kama uko na program ya kuongeza mafuta, hakuna haja uongeza shilingi 28 vile uliongeza. Ongeza iende mpaka 500. Kama ni kuuawa tukufe kama Wakenya, tujue kwamba tulikufa mara moja, tujue sisi tulikuwa watu wa chini, ukaingia uongozini na ukataka kutumaliza sisi wote. Hilo ni swali. Hatujui kama uko na mpangilio gani na watu wa tabaka la chini. Swali la mwisho, ulikuja hapa Kisii juzi, ukasema ya kwamba utafungua barabara kadhaa. Sikusikia ukitaja mama mboga na sikusikia ukitaja mtu wa kawaida, mtu wa pikipiki wala makanga, haukutaja dereva wa kawaida, watu kama sisi. Na juzi nilisikia ukisema ya kwamba tutakuwa na kazi mtaani ya vijana. Mimi nikapigwa simu na chief, akaniambia kwamba wewe ni Chris. Ndio, akasema ya kwamba hivi karibuni kazi inaenda kuanza. Mimi sijaipata tena ujumbe mwingine kanda na ule nilipata. So simu nilipigiwa lakini kazi sijaipata mpaka saa hii. So swali ni je, tutatembea na project zetu kwa mifuko yetu ama uko na ajenda na sisi? Asante sana kwa kunisikiza. Mungu awajalie neema. Tuishi kwa neema. Mimi naomba Wakenya wote, afadhali turudi kanisani tuombe Mungu atusaidie kuliko kutegemea mtu ambaye anataka kujinufaisha. Asante sana. Asante sana mpenzi mtazamaji, ni kipindi ambacho kinajulikana kama Kurunzi Mtaani. Ni kipindi ambacho tunaangalia mambo yanayojiri kutoka sehemu mbalimbali kote nchini. Leo mpenzi mtazamaji, tulikuwa tunaangalia bei ya mafuta ya gari hapa katika eneo bunge la Nyaribari Chache, na tuko katika soko la Keumbu. Maoni ambayo umeyapata moja kwa moja ni maoni ya mwananchi wa kawaida, mwananchi wa eneo hili. Nikiripotia Kurunzi kutoka hapa katika soko la Keumbu, eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii, mimi ni presenter Enoch Gichana.